Ni matumaini yangu umeamka salama mpenzi mtazamaji wa MCL Digital. Ikiwa leo ni tarehe mosi ya mwezi Julai mwaka 2017, tunakutana tena katika MCL Magazetini. Utakuwa nami Aurea Simtoe kuweza kukujuza yale yaliyojiri katika gazeti la Mwananchi, gazeti la The Citizen pamoja na gazeti la Mwanaspoti. Na kwa kwanza katika gazeti la Mwananchi tutakuwa naye mwandishi mwandamizi Beatrice Moses ili aweze kutujuza kipi kilichojiri leo katika gazeti la Mwananchi Jumamosi. Katika gazeti la Mwananchi habari kubwa tulionayo kwa siku ya leo ni vibweka changamoto zilizojitokeza katika ulipaji wa kodi ya majengo, kwamba jana tarehe 30 ilikuwa ni mwisho wa kulipa kodi ya majengo. Sasa kuna vitu vilijitokeza. Usikose gazeti lako la Mwananchi ili upate kujua vibweka hivyo ni vya namna gani. Habari yetu nyingine tulionayo kwenye gazeti la Mwananchi ni Benki ya Dunia yazungumzia kuhusu wanafunzi wanaopata ujauzito wakiwa shuleni, na pia imetoa fedha kusaidia kuboresha elimu nchini. Habari yetu nyingine tulionayo ni waziri wa afya Umi Mwalimu. Yeye ametoa ripoti kuhusu ule mgogoro uliokuwa unaendelea wa mama ambaye inadaiwa kwamba alijifungua watoto mapacha, lakini mmoja akawa ametoweka inadaiwa kuwa ametoweka katika mazingira ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo waziri amezungumzia kuhusu uchunguzi uliofanywa na imebainika kwamba yule mama alijifungua mtoto mmoja tu kwa mujibu wa ripoti. Sasa kwa taarifa za undani zaidi kuhusu uchunguzi uliofanywa, ni vyema kupata gazeti la Mwananchi ili ujue uchunguzi huo ulifanyika kwa namna gani. Kwa upande wa habari za michezo tuna habari kubwa ambazo zinazungumzia kuhusu kesi ambayo imewapata hawa waliokuwa viongozi wa shirikisho la soka Tanzania TFF wakina Jamali Malinzi. Inaonekana kwamba FIFA wanataka kujua kwa undani jinsi gani hawa watu wameshtakiwa. Kwa hiyo kwa kupata habari za kina zaidi jinsi gani FIFA wameingia wanatia miguu yao humo, sasa ni vizuri kupata gazeti la Mwananchi ili upate huo uhondo wa hiyo habari. Baada ya kuweza kufahamu kipi kilichojiri katika gazeti la Mwananchi, sasa umefika wakati wa kujua kipi kilichojiri katika gazeti la The Citizen. Na hapa mwandishi mwandamizi kutoka gazeti hilo Deogratias Kamagi anatujuza kipi kilichojiri kwa siku hii ya leo katika gazeti hilo. Okay, kwa upande wa gazeti la The Citizen tuna habari kemkem zimesheheni, lakini habari kubwa ni kuhusiana na wadau mbalimbali wametoa maoni yao kuhusiana na mapendekezo ya mabadiliko ya sheria za madini ambayo yatajadiliwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia siku ya Jumatatu. Habari ya pili ni kuhusiana na Benki ya Dunia. Imetoa kauli kuhusiana na haki ya mtoto wa kike ya kupata elimu. Habari nyingine ya tatu ambayo itapatikana kwenye gazeti la The Citizen siku ya leo ni kuhusiana na chama cha wanasheria TLS. Wamekutana kwa mkutano wa dharura kujadili kauli ya serikali iliyotolewa kutishia kufuta chama hicho. Na kwenye upande wa habari za michezo kuna michuano inaendelea nchini South Africa ambapo Tanzania inashiriki. Sasa siku ya kesho Jumapili ni hatua ya robo finali ambapo Tanzania itakutana na timu ya Afrika Kusini. Sasa mwalimu wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ametoa kauli kuhusiana na mechi hiyo, na sasa ili kujua nini ambacho amezungumza zaidi na kupata undani wa habari zote ambazo nimeeleza hapo juu, ni vyema ukapata nakala yako ya gazeti la The Citizen siku leo kupata undani wa habari zote zikemkem. Baada ya kufahamu kipi kilichojiri katika gazeti la Mwananchi na gazeti la The Citizen, hivi sasa umefika wakati wa kujua kipi kilichojiri katika upande wa burudani, na sio lingine ni gazeti la Mwanaspoti. Na hapo tutakuwa naye mhariri kutoka gazeti la Mwanaspoti na sio mwingine ni Saidi Pendeza. Yeye atatujuza kipi kilichojiri na misimamo pia ya ligi ya bara la Ulaya, atatuelezea kipi kinachoendelea huko na tetesi zote atatuambia. Katika gazeti letu la Mwanaspoti hii leo habari kubwa ni kuhusu uongozi mpya Simba unafanya usajili wa striker kutoka Zambia. Je, ni striker gani huyo? Pata gazeti lako la Mwanaspoti utafahamu. Pia Yanga wapo katika hatua ya mwisho kukamilisha usajili wa mshambuliaji Haruna Chanongo. Je, ni kwa dili gani na lini
usajili utakamilika, basi ukipata gazeti lako la Mwanaspoti utakutana na hiyo habari. Pia tuna habari nyingine kuhusiana na uchaguzi wa TFF. Nini mustakabali wa Jamali Malinzi katika sakata lake linalomkabili na hatima ya uchaguzi wa TFF. Katika upande wa habari za kimataifa, kubwa ni bosi wa Arsenal Ivan Gusdis amemwahidi Arsene Wenger kwamba watafanya usajili wake wa wachezaji wakubwa katika dirisha hili la usajili. Je, ni wachezaji gani? Basi pata nakala yako gazeti la Mwanaspoti utakutana na habari. Habari nyingine kwa upande wa habari za kimataifa, hizo ni usajili, kwamba kuna kitu kimemkuta Alex Sanchez huko Bayern Munich. Je, ni kitu gani hicho? Basi pata nakala yako gazeti la Mwanaspoti utakutana na hiyo habari. Hizo na habari nyinginezo nyingi, nashukuru. Pata nakala yako gazeti la Mwanaspoti, basi tutakutana na habari kemkem za michezo na burudani. Natumaini umeweza kusikia yapi yaliyojiri katika magazeti yetu hayo matatu. Usikose kujipatia nakala ya magazeti hayo, gazeti la Mwananchi, gazeti la The Citizen pamoja na gazeti la Mwanaspoti. Na pia usikose kutembelea tovuti ya magazeti hayo ili kuweza kusoma zaidi, na kutembelea mitandao yetu ya kijamii inayoendelea kukujuza taarifa kila zinapotokea. Lakini pia nipende kukukumbusha kwamba leo ndio siku ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli anazindua rasmi yale maonesho ya kimataifa ya kibiashara, na maanisha Sabasaba. Basi usikose kutembelea mabanda yale ili kuweza kupata huduma mbalimbali, kwa sababu karibu taasisi zote zimepeleka huduma kule ili kuweza kuwafikia Watanzania kwa urahisi. Ulikuwa nami Aurea Simtoi. Sina la ziada kutoka MCL Magazetini. Asante na kwaheri.